Na mwenyewe wanasema hata yule adui wako kuna siku atakuwa na umuhimu maishani mwako, na ndivyo ilivyokuwa katika siku ile. Unasema leo tulikuwa tuna support adui. Adui kuna siku pia ataweza kukufaa. Lakini msemo kweli ni 2:30. Sema kitu. Na kwa moyo mkunjufu mtazamaji, tunakukaribisha kwenye Nipashe Weekendi, hii ikiwa ni siku ya Super Sato, na leo wale wanaopenda harusi habari wanazo. Na bila shaka mtazamaji, katika siku ya leo tunasema kwamba kuna changamoto ya katika majumba ama katika ndoa, kwa sababu wengi wanaoingia katika ndoa ni kama wanakuwa ni wageni katika masuala ya ndoa, na wengi wanasema kwa tathmini ya haraka ni kwamba watu wengi huwa wanapenda harusi lakini hawako tayari kwa ndoa. Na tunakuuliza hivi mtazamaji, siku hii kwenye Nipashe Weekendi, je, ni kweli wengi tunakimbilia? Je, ni kweli kwamba ongezeko la talaka ni kwa sababu wengi walikimbilia harusi na wala sio ndoa? Je, ni kweli kwamba ongezeko la talaka ni kwa sababu wengi walikimbilia harusi na wala sio ndoa? Naam, ni mada. Ana smile kidogo na furahi. Tutabuliza baadaye, kwa sababu kuna mtu labda anaona kwamba umri umesonga, hajapata mtu. Kuna mtu mwingine angependa kuanza familia, anaona muda unasonga, na kuna familia tu inahisi vibaya, mbona familia nyingine zinafanya harusi, sisi kwa tujafanya, lakini hawajakaa na mtoto wao akajua kama yuko tayari kuingia katika mafungamano ya ndoa au la. Furaha yao ni kuvaa magauni, kupambwa, kudamshi, pia kuoneshana. Sema kitu. Nani amedamshi zaidi? Sema kitu mtazamaji, taweza kuliangalia kwa kina zaidi. Je, unajua tofauti ya harusi na ndoa? Unaweza changia kuanzia sasa kupitia nambari ya ujumbe mfupi ambao ni 22422, ama unaweza kwenda mtandao wa X kwa hashtag yetu Nipashe Weekend. Kazi yenye nafanya, hata hiyo 80,000 nikiangalia, hata nikipewa tu miaka moja sioni kama naweza pata. Wazazi walalamikia gharama ya juu ya masomo licha ya serikali kuongeza muda wa kujiunga na gredi ya 10. Museveni ashinda uchaguzi wa urais Uganda kwa mara ya 7 mfululizo, akifuatwa kwa mbali na Bobi Wine. Mshukiwa ambaye pia ni shahidi kwenye kesi ya mauaji ya halaiki Shakahola atoa ushahidi wa kutisha kotini. Rais William Ruto anadi sera za miradi ya maendeleo Mlima Kenya kwenye mkutano na viongozi wa eneo hilo Sagana. Na mtazamaji, karibu. Mwenzetu ni Yula Nzale ambaye yuko tayari kwa taarifa hizi kwa ishara. Na mtazamaji, Wizara ya Elimu sasa imeongeza muda wa wanafunzi kujiunga na gredi ya 10 hadi tarehe 21 Januari. Na tangazo hilo linajiri wakati ambapo shule nyingi haswa za ngazi ya 2 na 3 zikisajili idadi ndogo ya wanafunzi, huku wazazi wakililia gharama ya karo pamoja na mahitaji ya shule. Na Laura Otieno sasa anadadisi gharama ya masomo ya gredi ya 10 ambayo imezua kiwewe kwa familia nyingi humu nchini. Katika kitongoji cha Ubunga, kaunti ya Kisumu, Winnie Adede ni mwingi wa mawazo. Kwa zaidi ya mwezi mmoja, juhudi zake za kupata fedha za kumpeleka mwanawe kwa shule ya sekondari ya juu zimeambulia patupu. Winnie, ambaye hufanya kazi za kijongojiko, sasa amesalia kutazama tu barua ya mwanawe asijue pa kuanzia. Mwanawe anapaswa kujiunga na shule ya upili ya Friends School Tigoi. Uniform kama wanataka 22,450 na school fee ni 25, na sijanunua chochote, vitu zenye pia inatakikana aende nazo shule. Sasa hii ni kutafuta tu mjengo, na mjengo ni ukienda ni 400. Si feel poa juu naona wenzangu wananiacha nyuma. Alipokuwa akitoa mwelekeo mwezi Disemba, Waziri wa Elimu Migos Ogamba alisema kuwa shule za ngazi ya C1 zitatoza karo ya shilingi 53,554 kila mwaka. Shule za C2 zikigharimu karo ya shilingi 45,054, huku zile za ngazi ya C3 zikiwa na karo ya shilingi 40,000 na shilingi 35 kila mwaka. Serikali inapaswa kugharamia shilingi 22,244 kwa kila mwanafunzi, wakiwemo wa shule za kutwa za C4. Kando
Kando na karo, wazazi wanapaswa kununua sare za shule, baadhi yao wakipaswa kununua vitabu, gharama ambayo imekuwa mlima kwa wazazi wengi kukwea. Kazi yenye nafanya hata hiyo 80,000 nikiangalia, hata nikipewa tu miaka moja sioni kama naweza pata. Kusema ukweli sioni, juu kazi yenye nafanya si kazi ya kila siku. Wakati tulikuwa na minister kama yule aliyekuwa mwenda zake Magoa, angeingia mpaka kule kichakani kujua ni shida gani ambayo wazazi wanapitia, ambaye kwa sahi hatuoni. Kwa sasa gharama ya juu ya masomo imekuwa donda sugu kwa maelfu ya familia, haswa walioko vijijini pamoja na katika vitongoji duni. Vibaba vyao vikifuja na kulowesha matumaini ya wanawao kupata elimu ya sekondari ya juu. Laura Otieno, Runinga ya Citizen. Na mtazamaji, saa chache baada ya Wizara ya Elimu kutangaza kuongezwa kwa muda wa kusajili wanafunzi wa gredi ya 10 katika shule mbalimbali nchini, wazazi wengi wanasema tatizo kubwa si muda, ila ukosefu wa pesa ndio unaosababisha kusalia na wana wao majumbani. Na Runinga Citizen imepiga darubini maeneo mbalimbali na kuzungumza na wazazi kuhusu uhalisia wa mambo vijijini. Na Crispin Otieno alitangamana na baadhi ya wazazi na watoto waliosalia nyumbani, na yeye hapa taarifa yake. Wazazi kutoka maeneo mbalimbali nchini sasa wanasema gharama ya masomo nchini ndiyo chanzo cha maelfu ya wanafunzi wa gredi ya 10 kutofika shule mpaka sasa. Takwimu zikionyesha kuwa huenda zaidi ya wanafunzi 800,000 wangali nyumbani. Na ziara yetu leo imetufikisha katika kijiji cha Lepolos, eneo la Transmara Magharibi, ambapo tunazidi kuzungumza na familia ambazo zingali zimekwama na watoto wao ambao wanapaswa kujiunga na gredi ya juu maeneo mbalimbali nchini. Katika boma hili wanasema kwamba ni kufuatia ukosefu wa fedha ndio maana wangali na mtoto wao katika kijiji hiki. Hapa ni boma lake Tabitha Ledama. Taswira hapa ni dhahiri machoni mwa kila mmoja tuliyempata hapa. Lindi la umaskini huenda likafanya mwana wao Faith Kakenya kukosa nafasi katika shule ya wasichana ya Masai kule kaunti ya Narok. Jitihada zao za kununua bidhaa za shule zinaonekana kugonga mwamba. Karo ya shule inawaponza kila kuchao. Serikali imesongeza muda ya watoto kwenda shule mpaka next week Wednesday, lakini sina uwezo. Hata hiyo Wednesday sina uwezo, sina mali ya kutoa. Niko tu mimi ni aswara tu, niko tu. Wacha kae tu nje mpaka Mungu amfungulie njia, amsaidie aende shule. Na niko na mtoto msichana kijana mwenye ameenda 80. Sasa mimi sina uwezo yoyote. Taswira ni hiyo hiyo kwa familia yake Celestine Tito. Kila wanapotazama kijikaratasi hiki cha karo akiwa na mwanae Vivian Sempeyo, wote wanaona giza masomoni. Sasa kwa school fees ya hii mtoto wangu kwa mwaka ni 41,000. Na hata sina shilingi yani ya kuanzia sina. Niko na 4,000. Sijafanya shopping, sijafanya chochote. Katika kaunti ya Nyamira, eneo la Omogonchoro, Margaret Atuti pia amesalia njia panda. Ndoto yake ya kujiunga na shule ya upili ya St. Charles Lwanga inayumbayumba. Mamake anasema kazi yake ya uchuuzi wa miwa hauwezi kumwezesha kupata shilingi 45,000 kama karo. Tangu aitwe hiyo shule hakuna kulala, watu analia kila siku. Sasa ningeomba mnisaidie ili mtoto aende shule, aendelee na masomo yake. Bila msaada siwezi kuwa lawyer kwa sababu kama sitapata msaada yoyote sitaweza kutimiza ndoto yangu. Iwapo hali itasalia hivi, basi maelfu ya wanafunzi kutoka familia za mapato ya chini wataendelea kuhangaika na hata kuacha shule kutokana na ukosefu wa karo na gharama ya juu ya maisha. Crispin Otieno, Runinga ya Citizen.
Na mtazamaji, Rais Yoweri Kaguta Museveni ametangazwa mshindi katika uchaguzi wa urais nchini Uganda, hivyo basi kuendelea kuwa rais wa nchi hiyo kwa zaidi ya miongo minne ya utawala wake kwa kipindi kingine cha miaka 5. Na matokeo hayo yaliyotangazwa Jumamosi yanampa Museveni mwenye umri wa miaka 81 fursa ya kutawala Uganda kwa awamu ya 7 mfululizo. Na mpinzani wake Bobi Wine amepinga matokeo ya uchaguzi huo akidai uligubikwa na udanganyifu mkubwa. Na Ben Kirui na maelezo zaidi. Matokeo ya uchaguzi yaliyotangazwa katika hafla iliyofanyika katika mji mkuu Kampala nchini Uganda yalikuwa yametarajiwa. Rais mkongwe Yoweri Kaguta Museveni alikuwa ameudhibiti uongozi wa kura hizo zilizopigwa tarehe 15 mwezi huu. Tume ya uchaguzi ya Uganda imesema kwamba Museveni alipata karibu 72% ya kura zote zilizopigwa. Mpinzani wake mkuu Bobi Wine akipata 24% za kura hizo. The commission hereby declares the elected president declares candidate Yoweri Kaguta Museveni the duly elected president of the Republic of Uganda at the presidential elections held on the 15th day of January 2026 for the next 5 years. Bobi Wine, mwanamuziki aliyegeuka kwa mwanasiasa, amepinga matokeo hayo akidai kulikuwa na udanganyifu mkubwa wakati wa uchaguzi huo ambao ulifanyika katika giza totoro ya mtandao ambao ulizimwa na serikali. We reject whatever is being declared by Mr. Byabakama because those so-called results that they're declaring are fake and they don't in any way reflect what happened at the polling stations or what is at the declaration forms. Wine wakati huo amedai kwamba alikwepa uvamizi wa kijeshi nyumbani kwake, akiwarai raia wa Uganda kufanya maandamano ya amani kupinga matokeo ya uchaguzi huo. We are glad that there are protests and we encourage the people of Uganda to resist any rigging and to resist any effort of subduing their voice. Museveni mwenye umri wa miaka 81 aliingia madarakani kwa mara ya kwanza mwaka wa 1986 kama kiongozi wa waasi, na tangu wakati huo ameshinda chaguzi 7. Mchakato wa uchaguzi uligubikwa na vurugu, na Bobi Wine akidai kuwa watu wapatao 21 waliuawa kote nchini katika siku za hivi karibuni. Hadi sasa serikali ya Uganda imethibitisha vifo vya watu 7. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi. Na tukirejea hapa nchini kwamba mmoja wa washukiwa mauaji ya halaiki msituni Shakahola, kaunti ya Kilifi, aliyebadilisha nia na kuwa shahidi wa serikali amefichua simulizi mpya za mauaji. Pia alielezea maneno yaliyokuwa yakitumika msituni humo kuangamiza waumini wa kanisa liloongozwa na mhubiri tata Paul Mackenzie. Na Enos Amanya amekiri makosa 191 likiwemo kuhusika katika mauaji ya watoto wake wawili na kuwa alihudumu kama mchimba kaburi na afisa wa usalama msituni. Na kama anavyoarifu Francis Mtalaki ni kwamba Jaji Diana Mochache ameagiza upande wa mashtaka kuandaa ripoti ya historia ya mshukiwa huyo kabla ya kutoa hukumu yake Februari mosi. Uliniandikia mingi sana, nimesoma hiyo confession. Enos Amanya, mshukiwa mauaji ya Shakahola, aliamua kujitenga na wenzake 29 na kuwa mmoja wa mashahidi wa serikali, amekubali makosa 191 yanayomkabili. Akisubiri hukumu yake mbele ya Jaji Diana Mochache, Amanya amefichua kilichojiri, akielezea mahakama kuwa mhubiri tata Paul Mackenzie alibuni utawala wake akitwikwa majukumu ya kuwa mchimba kaburi na mmoja wa maafisa wa kiusalama msituni Shakahola ili kuhakikisha hakuna atakayeingia au kutoka msituni humo. Katika simulizi yake, Amanya amekiri kuhusika na kuhudhuria mazishi ya watoto wake wawili, Aaron Joshua na Eja Nyaleso, waliofariki kwa kufunga, kula na kunywa, pamoja na mazishi ya jamaa aliyofahamika kama Tom, yote akiwa mchimba kaburi na mlinzi msituni. Mazishi ya watoto wake watatu hakuhudhuria, huku mmoja wa watoto wake akinusurika kifo baada ya kudinda ili kutafuta kazi. Wewe ulihusika kwa mfano kwa mazishi ya mmoja ambaye anaitwa Tom akiwa mume wake Mama Sifa, na pia ukajihusisha katika mazishi ya Paulo na watoto wadogo wa Paulo ambao pia
walikuwa wameaga katika hali hiyo. Haya yote yalifanyika chini ya amri na uelekezo wa Paul Ndenge Mackenzie, na hata kubuni maneno maalum, Amanya na wengine wakifahamika na kutambulika kama wateule, miili kuitwa mbolea, mazishi ikiwa ni wakati wa kupanda, huku kifo kitambulika kama kuabiri ndege. Jaji Diana Mochache wa mahakama ya Mombasa ameamuru upande wa mashtaka kunakili historia ya Enos Amanya, simulizi za waathiriwa, pamoja na kuamuru afisa wa gereza la Shimo la Tewa kumtenga Enos Amanya na washukiwa wengine kwa usalama wake. The directions of the court counsel to prepare mitigation will elect to tender oral or a blend of oral and written submissions. Probation officer is directed to prepare a report. In the meantime, it may not be ready by February, so a report and to consider the victims' input. Thirdly, he is to be held at a place only the officer in charge prison will decide, away from the rest. No mixing with the rest. Mahakama ya Mombasa inatazamiwa kutoa hukumu yake Februari mosi, hatua ambayo huenda ikatoa mwelekeo wa safari ya kutafuta haki kwa zaidi ya wahanga 400 waliofariki msituni Shakahola, zaidi ya miaka 2 baada ya mauaji haya makubwa zaidi kuwahi kuripotiwa nchini. Francis Mtalaki, Ringa Citizen, Mombasa. Na mbali na mtazamaji, ni kwamba familia moja mtaani Umoja hapa jijini Nairobi inataka maafisa wa upelelezi kumkamata mshukiwa anayesemekana kumvamia mwana wao eneo la burudani, kumchapa na kisha kumjeruhi vibaya. Na familia ya Alfie Migasha inadai mvulana huyo alifariki akipokea matibabu hospitalini, ila polisi hawajamkamata mshukiwa. Na Franklin Wala na taarifa hiyo kwa kina. Kanda hii ya CCTV iliyorekodiwa Disemba 22 ilimnasa Alfie Migasha akiwa ameketi kwenye kiti eneo moja la burudani huko Umoja 1 Nairobi. Ghafla mwanamume fulani anatokea na kumzungumzia Alfie. Muda si muda, mwanamume huyo anamvuta Alfie nywele, kumwangusha sakafuni na kumshambulia. Familia ya Alfie ilijulishwa na kukimbia eneo hilo kisha kumpeleka Alfie katika hospitali ya Mama Lucy kwa matibabu ya dharura. Nikapata mtoto wangu anamwaga damu kwa macho, huko kwa uso ni mangumi, nguo zote alikuwa nazo ni matope na damu. Nikaanguka hapo kwa mtoto, na huyo Ireri baada anaendelea tu kumkanyaga, anaendelea tu kumpiga mateke. Mimi nikalalia mtoto. Familia ilimtambua mshukiwa aliyemshambulia Alfie kama Nicholas Njiwe Ireri, na mmiliki wa eneo hilo la burudani ambaye pia ni mwanajeshi. Katika hali ya kumshughulikia mgonjwa wao, maskini Alfie aliaga dunia. Sasa ile tulifika Mama Lucy, daktari akasema wacha tulete kitanda. Vile walimchukua akampush kwa kitanda, wakaniingiza kwa room na yeye, wakaniambia, mama, it is too late, your son has gone. Juhudi za familia za kutafuta usaidizi hazijafua dafu licha ya kupiga ripoti kituoni. Aidha, mkurugenzi wa DCI Amin Mohamed amewataka Wakenya kupiga ripoti kutumia nambari ya fichua kwa DCI wakipata changamoto kutoka kwa maafisa wa upelelezi. Hata nimeenda paka huko kwa police station, DCI mwenyewe ananiambia mguu peke yake yezi fanya tuende tushike mtu. Naomba serikali ya Kenya inisaidie, naomba Citizen inisaidie, naomba DCI inisaidie. Hili ndilo eneo la tukio aliloshambuliwa Alfie Migasha na kupata majeraha ambayo familia inasema yalisababisha kifo chake. Hivi sasa familia hiyo inataka asasi za uchunguzi kumtia mbaroni mshukiwa ili mwenda zake aweze kupata haki. Franklin Wala, runinga ya Citizen kutoka Umoja, Nairobi. Na mpole kwa familia hiyo, tukitaraji kwamba ukweli utaweza kujulikana na haki pia vile vile ipatikane. Na sekta ya afya nchini inakabiliwa na migogoro inayoendelea kutokota. Na siku moja tu baada ya wauguzi wa kaunti ya Nairobi kugoma wakidai mishahara yao, muungano wa kitaifa wa wauguzi umetangaza ilani ya siku 7 kwa serikali kufanya mazungumzo nao, la usivyo wauguzi wote watagoma. Na kama anavyoarifu Mary Muoki, anajiri huku huduma za afya katika kaunti ya Nairobi zikilemaa, maafisa wa kliniki kote nchini wakisitisha huduma. Solidarity forever.
Muungano wa kitaifa wa wauguzi unaonya kuwa ukosefu wa nia njema kutoka kwa serikali umepelekea kudorora kwa mfumo wa afya ya umma nchini. Muungano huu umeilaumu serikali ya kitaifa na ya kaunti kwa kushindwa kutekeleza makubaliano, kuchelewesha mishahara na kuwabagua wauguzi. The national government converted UHC staff into permanent and pensionable, those that were working within the national public health facilities. But those who are working at the county government have not been converted into permanent and pensionable. Despite their indispensable role in safeguarding the public health, nurses continue to face blatant discrimination, neglected agreements, and inequitable treatment. Kiini cha mzozo huu ni wauguzi walioajiriwa chini ya mpango wa afya kwa wote. Wauguzi wanasema wengi wao bado wako kwenye kandarasi ya muda, huku wengine wakikosa mishahara kwa zaidi ya miezi 7. Haya ni licha ya ahadi ya kuajiriwa kwa masharti ya kudumu. And therefore you are saying within 7 days we want to see CBS a serious engagement by the county government to have one uniform collective bargaining agreement that shall apply to all public healthcare nurses within the public sector. Kando na hayo, wauguzi wanazishtumu serikali za kaunti kwa kupuuza miundo mipya ya mishahara iliyotolewa na tume ya mishahara ya SRC, bali na kucheleweshwa vyeo na kukataa kusaini mikataba ya makubaliano ya pamoja kwa zaidi ya miaka 9 sasa. That failure to address the grievances and provide clear roadmap for implementation within 7 days will prompt the union to escalate the matter and engage the nurses for a nationwide industrial action. So if these issues are not resolved within 7 days, we will engage our members across the country with a view of going for a nationwide industrial action for these issues to be resolved. Mkutano huu unajiri siku moja tu baada ya wauguzi wa kaunti ya Nairobi kugoma wakidai mishahara ambayo haijalipwa, wakijiunga na wahudumu wengine wa afya ambao tayari wamegoma kwa malalamishi kama hayo. Kitaifa, maafisa wa kliniki nao wako kwenye mgomo, hali iliyosababisha hospitali nyingi za umma kuwa na wafanyikazi wachache au kusitisha utoaji huduma kabisa. Mary Mwoki, runinga ya Citizen. Na mtazamaji, na baada ya taarifa yake Mary Mwoki, tutachukua mapumziko mafupi, lakini tumekuuliza kwamba je, ni ukweli kwamba huenda ndoa zinayumba kwa sababu wengi huwa wanaendekeza harusi lakini hawako tayari na ndoa. Na mmoja hapa Rashid anasema, mimi niko kwenye ndoa ambayo inahitaji uvumilivu, ila Mola ameweza kutujalia watoto 3 na hakuna harusi tumefanya na tunakaa na amani. Ndio Masika kutoka Nakuru anasema wengi walikimbilia burudani ya harusi kutafuta heshima kutoka kwa umma bila kujua yapi yanawangoja kwenye ndoa, na wengine pia walikimbilia harusi kwa sababu ya mali walioona kwa wapenzi wao. Kumbe mambo ni tofauti kwenye ndoa. Na mmoja hapa anasema, hello Rashid, naitwa Douglas. Nowadays haswa kina mama wao bora neti na mahari, lakini mzigo ya harusi yenyewe hawataki, na baada ya harusi anaficha marriage certificate anapeleka kwao. Sema kitu mtazamaji. Jumbe mmoja pia anazungumza kwamba anafikiri harusi ni kwa sababu ya pressure ya wazazi. Wazazi wengi wanafurahia kuozesha watoto wao. Hii message imekata, nimecheka, lakini pole kwa yule ambaye ametuma. Anasema kwamba wenyewe hataki harusi, alificha marriage certificate, na baada ya harusi Jumamosi yake wakawa wamepeana talaka. Kwa ni sherehe tu. Alafu talaka. Nataka ile sherehe na picha na video. Alafu talaka. Kesho sherehe tena. Alafu talaka. Mtazamaji, turudi na mengi baada ya muda mrefu. Naam, karibu tena mtazamaji. Baada ya kimya cha muda mrefu kuzuru eneo la Mlima Kenya, mikakati ya hivi punde ya Rais William Ruto inaonekana kubadili taswira hiyo na kurejelea uhusiano wake na wakazi wa Mlima Kenya. Naam, rais akifanya mkutano huko Sagana na wanachama na viongozi wa UDA kutoka eneo hilo, amenadi maendeleo yake na kusisitiza kwamba hakuna yeyote atakayemtenganisha na eneo hilo. Na Melita Oletenge anaarifu zaidi. Ushawishi wake ulisemekana kufifia Mlima Kenya baada ya kitumbua kuingia mchanga cha uhusiano wake kisiasa na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua. Moriega.
Lakini Rais William Ruto ameonekana kwenda kinyume na dhana hiyo kwa kurejea Mlima Kenya baada ya kimya cha muda mrefu kunadi sera zake. Hii leo akifanya mkutano na wanachama na viongozi wa UDA katika ikulu ndogo ya Sagana. Mimi nimepangana na nyinyi, na kama kuna mtu anafikiria ati ataharibu urafiki mimi nimejenga pamoja na nyinyi, huyo ni mtu anaota ndoto ya mchana. Mimi siwachani na nyinyi, muanze kujipanga. Rais William Ruto ameonekana kukumbwa na upinzani Mlima Kenya kutoka kwa aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua, anayedai kwamba rais amelitenga eneo hilo kimaendeleo. Na mimi sio mtu ambaye nimeharibu nafasi yenu. Mimi sijaharibu kura zenu. Mimi sijaharibu nafasi mmenipatia. Yale mambo yote nimesema hapa mnaweza kudhibitisha. Baadhi ya viongozi wa Mlima Kenya wamempigia debe Rais William Ruto na kumhakikishia kwamba uhusiano wake na Mlima Kenya uko imara. Hapa ni nyumbani, hapa ni kwako, na hapa tuko karibu, tumekukaribisha. Rais, yale mambo yamebaki Nyeri, ukikamilisha mimi nitasema 2 term. Watu wa mlima ndio hawa, wale ambao unaambiwa ya kwamba they are not supporting the government, sijui ni akina nani. Viongozi wa chama cha UDA wakiahidi kwamba ngoma ya UDA itarindima tena Mlima Kenya kama ilivyokuwa awali, huku Rais William Ruto akitilia mkazo mikakati ya serikali kuzingatia maendeleo katika eneo hilo. Melita Oletenges, Runinga ya Citizen. Na mtazamaji, naye kinara wa chama cha ODM Oburu Odinga na viongozi wengine wa chama hicho wamesisitiza kwamba wako radhi kufanya mazungumzo mapya na chama tawala cha UDA na kuwaunganisha wanachama wote. Na akizungumza mjini Malaba kwenye mkutano na wajumbe wa chama hicho cha ODM kaunti ya Busia, Oburu amewataka waasi wa chungwa kurejea chamani. Na kadhalika, Oburu hata hivyo amesisitiza kwamba hawatakubali kunyanyaswa kwenye makubaliano ya mazungumzo yao na chama tawala cha UDA, akisisitiza kwamba chama hicho ndicho kubwa zaidi humu nchini. Moja hapa nilitaka hii serikali sisi hatukuipigia kura, kwa hivyo tuko kwa broad base ambaye ni loose kidogo, lakini tukiendelea mbele tutaongea na hawa na watu wengine from a point of strength, na nyinyi mkinipatia hiyo idhini strongest party. Kwa hayo mazungumzo lazima tutakupatia. Tuko na watu wanajua kuongea hapa Busia. We are very good negotiators. Kwa ODM ambayo damu yao ukikata hivi ni ODM. They can never let ODM down. Tutakupatia hiyo vijana wakusaidie kwa ile mazungumzo unaenda. Na karibu tena mtazamaji. Mabaki ya ndovu mkuu maarufu Craig wa mbuga ya Amboseli kaunti ya Kajiado yatahifadhiwa na kuonyeshwa kwa umma. Na kulingana na maafisa wa KWS, mchakato wa kuhifadhi mabaki hayo kwa kemikali maalum unaendelea. Na Craig alikuwa miongoni mwa ndovu wakuu wachache mno waliosalia barani na alikuwa na pembe au magego yenye uzani wa zaidi ya kilo 100. Na Brenda Wanga anaarifu zaidi kuhusu tembo huyo wa kipekee aliyewahi kuishi. Hii ni mbuga ya wanyama ya Amboseli, kaunti ya Kajiado, nyumbani kwa wanyama aina tofauti tofauti. Mbuga hii hata hivyo inajulikana sana kwa ndovu wenye pembe kubwa zaidi ulimwenguni. Hapa ndipo mlikuwa nyumbani kwa ndovu mmoja mashuhuri aliyejulikana kama mfalme wa Amboseli, Craig. Maisha ya Craig hata hivyo yalikatizika mwanzoni wa mwaka huu kutokana na umri wake mkubwa wa miaka 54 baada ya kuishi kwa amani na jamii ya Wamasai hapa. Jamii hii ikijitolea kumlinda kutokana na wawindaji haramu ambao walitaka sana pembe zake kubwa zenye takriban kilo 45 kila moja. John na Daniel walikuwa wamemfuatilia Craig kwa miaka mingi na walijua mifumo yake na waliona muda wake ulikuwa ukiyoyoma duniani. Walikaa naye hadi dakika za mwisho. Masaa hayo ilikuwa ni masaa 6 hivi usiku. Saa 7 alipitia hivi,
alifika karibu na ile mlima pale, akarudi tena, alifika pale chini, akarudi tena, akapitia hii mwanya hapa, kuna kamwanya iko hapa, akapitia hapo, akakuja. Ilipofika saa 9:30 alisimama tu hiyo karibu na hiyo kamti pale, aliekelea tu hizo mapembe zake hivi, alisimama tu madakika. Ilipofika saa 9:30 tukaona tu imeanguka, ikalala. Alipolala wajamaa wakasema, sasa wacheni alale, maana labda analala tutaona asubuhi venye itakuwa. Kumbe ilipolala tu hivi ilienda. Hata mioyo yetu tulijua tu ameenda. Tulipoona ameenda, nakwambia ile kilio tulitoa hapa, lakini ni Mungu tu, maana huu mnyama alitusaidia sana. Kwa Masai wa Amboseli, Craig hakuwa tu mnyama pori, alikuwa nguzo ya kiuchumi na jirani mwema. Kumbe nikakuja kujua ndovu ukikaa naye karibu, ukikaa naye uswayani, hata utakuja mpaka karibu na hii miti hivi. Sasa kwa Craig tumekaa naye, imekuwa rafiki wetu. Tumefuata sana yeye. Na tulikuwa tunaamka asubuhi 5:30, tunakuja kuona mahali tulikuwa tumeacha kikila nyasi, tunakuja kutafuta nyaya hapo. Tunaanza kufuata mpaka mahali anaenda kunywa maji, ama tunakuwa tunaenda kujua direction analenga, sasa anaenda kunywa maji pale, tunaenda hapo kufungulia maji. He had ground sweeping tasks, very big in size indeed. He was very calm in nature, and therefore many people used to come to enjoy taking the photograph of Craig. And amazingly, he must have understood that people needed to experience him. So on most occasions he would move closer to people as he's being filmed, as he's being photographed, and that was Craig for us. He was also being monitored very closely by the local communities. He spent almost between 75% to 80% of his time outside the park. For those people who interacted with Craig, they were struck by his charisma, his intelligence, and the impressive long tusks. And he was loved by the community and also the conservationists. And Craig, home range was known. He used to utilize Amboseli National Park, the local conservancies, Kimana Sanctuary, parts of Kuku Group Ranch and Kimana Group Ranch. Alikuwa kivutio kikuu cha utalii wa Amboseli. Kwa Eric, mhifadhi, mlinzi wa heshima wa KWS na mhudumu wa kambi hii, anakadiria hasara kubwa. Craig was a very humble elephant. He trained many males and even has human beings. Elephants are known by other people that they are... Ingawa Craig hayuko tena kwenye mbuga hii, watafiti wanaamini kwamba jini zake bado ziko huku Amboseli na kwamba pembe kubwa za Craig zimepitishwa kwa kizazi kipya cha ndovu. As he grew up, he was a typically normal bull, forming bachelor herds with other groups, moving around the ecosystem. He never crossed the border to either Tanzania, but also the Tsavo ecosystem. He was just moving around the ecosystem, forming partners with other male bulls. We believe with the 54 years that he's been around, he sired some young ones who are still remain within the ecosystem. And once we track the lineage of CB family and also Craig, we can be able to trace some of the siblings from that generation. Ili kuhakikisha kwamba hasauliki kamwe, shirika la KWS limeanza mchakato wa kuhifadhi mabaki yake kwa vizazi vijavyo, kushuhudia ukubwa na umaarufu wake. He was also being monitored very closely by the local communities. He spent almost between 75% to 80% of his time outside the park. And therefore the local communities, the local partners, the community scouts and KWS rangers and teams were working together to monitor and to protect Craig because of course the very attraction nature, and of course because of also the fact that we had developed interest, and he was likable, and we had really developed a special relationship with Craig as an animal. It was very unfortunate. He became sick, of course, around 2 weeks before he passed on, and we kept on monitoring him. We tried to save him through our vet doctors.
but unfortunately we were not able. So he succumbed at the age of 54, and we are happy that he died on the hands of the guardians. And we're also happy that he died a natural death. So I think that is what I want to tell the world. And Craig's story has also proved that it is possible to take care of this iconic wildlife species, and that wildlife and man can interact very closely and peacefully once they respect each other and obey each other's space. Inaaminika kwamba tembo hawasahau na Amboseli haitamsahau Craig hivi karibuni. Brenda Wanga, runinga ya Citizen, katika mbuga ya wanyama ya Amboseli.